Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tuelekee huko nchini Ukraine. Wapatanishi wa Marekani wamekuwa wakishinikiza Ukraine kufanya uchaguzi wa kitaifa haraka iwezekanavyo. Shirika la habari la Reuters limeripoti. Rais Donald Trump amemhimiza mara kwa mara kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuitisha kura tangu muhula wake wa urais wa miaka mitano ulipomalizika Mei mwaka 2024. Zelensky amekuwa akisema kwa muda mrefu kwamba kufanya uchaguzi haiwezekani kwa mujibu wa sheria za kijeshi, lakini alisema mnamo Desemba mwaka 2025 kwamba sheria za kitaifa zinaweza kurekebishwa ili kuruhusu uchaguzi huo. Timu ya Marekani ikiongozwa na mjumbe maalum Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner waliwataka maafisa wa Ukraine wakati wa mikutano ya hivi karibuni huko Abu Dhabi na Miami kuandaa kura hivi karibuni. Reuters ilisema ikinukuu vyanzo vitatu. Maafisa wa Marekani na Ukraine pia wamejadili uwezekano wa kufanya uchaguzi pamoja na kura ya maoni kuhusu uwezekano wa makubaliano ya amani na Urusi mnamo mwezi Mei, shirika la habari limeripoti. Vyanzo kadhaa hata hivyo vilipuuza ratiba ya matukio yaliyopendekezwa na Marekani kama ya kushabikia. Wamarekani wana haraka, chanzo kimoja kiliambia shirika la habari la Reuters. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango mkakati wa kumwondoa madarakani Bwana Volodymyr Zelensky ambaye amekuwa akionekana kama kiongozi aliyetaka ushindani dhidi ya Urusi kupitia misaada kutoka magharibi. Chanzo kingine kilisema bado hakuna maendeleo ya juu ya masuala ya eneo ambayo yanasalia kuwa hoja kuu ya mzozo kati ya Moscow na Kiev. Urusi imesema haimuni tena Zelensky kama kiongozi halali wa Ukraine na kwamba hadhi yake inaweza kutatiza kutiwa saini kwa makubaliano ya amani. Rais Vladimir Putin alisema mwezi Desemba kwamba Moscow ilikuwa tayari kufikia kujiepusha na mashambulizi makubwa katika eneo la Ukraine siku za uchaguzi. Zelensky alisema mwezi huo kwamba Ukraine itahitaji hadi miezi mitatu kuandaa kura, akitaja hitaji la dhamana ya usalama ya Amerika. Msimamo wa Zelensky pia umeathiriwa na msururu wa kashfa za ufisadi wa hali ya juu ambazo zilisababisha kujiuzulu kwa mawaziri wawili wa serikali na mkuu wake wa muda mrefu Andriy Yermak. Kura ya hivi punde inaonyesha Zelensky akiwa na 62%, akimfuata kamanda mkuu wa zamani wa kijeshi Valery Zaluzny kwa 72% na Kirill Budanov kwa 70%. Budanov, mkuu wa zamani wa ujasusi wa kijeshi, alichukua nafasi ya Yermak kama mkuu wa ofisi ya urais mwezi uliopita. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mipango ya kutaka kumwondoa madarakani rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo Marekani inaitaka kwa haraka sana Ukraine kufanya uchaguzi katika siku za hivi karibuni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu mengi yanayojiri duniani.